Naam. Baada ya gemu ya Simba na Yanga kutamatika siku ya jana, siku ya tarehe 25 ya mwezi wa 6, siku ya Jumatano, siku ya kihistoria, mengi yamezungumzwa, na hapa niko na shabiki kindaki wa timu ya Yanga. Yeye ana yake ya kuzungumza. Aisee, mambo vipi? Poa kiongozi, vipi? Safi. Kwa majina yako? Usekelo Mwamba. Unaizungumzaje game ya jana? Kweli nimshukuru Mungu kwa kuwa game ya jana imemalizika vizuri kwa wachezaji wote. Sijaona mchezaji ambaye labda amepata injury kwamba yuko hivi na hivi. Kwa hilo ni jambo la kumshukuru Mungu sana kibinadamu, lakini pia nipongeze timu yangu, timu ya Yanga, kwa kuchukua ubingwa kwa mtani wetu, kwa kumpiga mfululizo mara 5 na tumeshinda goli 2. Kweli ni furaha ambayo siwezi hata sana nikaielezea kivile, lakini kwa uchache hebu nielezee kwamba tumefurahi, hasa mashabiki wote wa mikoani na wale ambao walikuwa raifu pale Benjamin. Aisee, tuna vibe kubwa sana kwa ajili ya ushindi. Ni mchezaji gani aliyekuvutia wa Yanga siku ya jana? Pale hatuwezi tukaacha yani ni mchezaji mmoja pekee ambaye ni kipenzi cha wanayanga wote. Pacome Zouzoua, fundi wa kandanda kutoka Ivory Coast. Wanasema kwamba mchezo wa jana timu ya Yanga ilibebwa na marefari hao wa kigeni kutoka Misri. Ukiwa kama shabiki na mdau wa soka, hilo unalizungumziaje? Kwa mimi, kwa nilivyoona kwa macho yangu ya nyama, labda kwa mtu ambaye hujui mpira, marefari wa jana kwa mimi wamenikonga moyo sana. Kwa sababu gani? Sijaona upande wote ambao labda refa aliegemea huku kwamba labda ni amebeba timu fulani. Nimeona marefari wa jana walisimamia sheria 17 kama inavyotakiwa. Kabla ya mchezo kulikuwa na mauzauza mengi sana. Timu hii kususia mchezo, timu hii kususia mchezo, na mpaka siku ya juzi na hata jana Simba walikuwa hawajathibitisha lolote kwamba mchezo wa jana wanakwenda kuucheza. Mpaka ilipofika mida kama ya saa 5 ndio wanatoa taarifa kwa umma kwamba mchezo utakuwepo. Hili inawezekana ikawa ni sababu ya Simba kupoteza mchezo huu. Bila shaka mimi navyoona, yamkini Simba kuna baadhi ya watu wakubwa ambao waliyaona haya kwamba tukipeleka timu uwanjani tunaweza tukafungwa au tukakutana lolote kama ambavyo tumeshafungwa leo. Ndio maana hata toka ile March 8 wakagoma, lakini hata napo leo walipenda sana kwamba wasije uwanjani. Lakini siweza nikawalaumu sana, labda ni wakumlaumu sana hapa ni mama aliyefanya haya yote kwamba za jamani chezeni dabi. Pengine Simba wangeendelea na kugoma, tungepewa pointi 3 tu, afu baadaye wasingefungwa. Kweli hata ningekuwa ni mimi kiongozi wa Simba au mshabiki wa Simba, ningeungana na baadhi ya mashabiki au baadhi ya viongozi kwamba tusipeleke timu, kwa sababu ni aibu kufungwa mara 5, afu kibaya zaidi unafungwa na mtani anachukua kombe. Hicho ndio kinachoumiza sana. Ukipewa nafasi ya kukutana na kocha mkuu wa kikosi cha Yanga, ungeweza kumpa neno gani? Kwa kweli nimpongeze sana kocha wetu kwa jitihada ambazo anaendelea kuzifanya kwa ajili ya kikosi chetu, kukiweka imara kwa ajili ya wachezaji wetu. Lakini pia sio kocha tu, pia niwapongeze na wachezaji wetu kwa moyo, kwa kujituma, kwa kuipambania nembo yetu ya Yanga. Hicho tu ndio ambacho nawapongeza kocha pamoja na wachezaji wetu. Mimi huwa napenda zawadi, na wewe pia unapenda zawadi. Zawadi ambayo ningependa niipate kutoka kwako, ningeomba unitajie kikosi cha timu ya Yanga kilichotwaa ubingwa. Kwa kikosi ambacho kimetwaa ubingwa jana, namba 1 ni Diala, namba 2 Israel Mwenda, 3 Boka, 4 Jobu, 5 Baka, 6 Haridi Aucho, 7 Max Nzingeli, 8 Palu na Mkuta huyu Mganda. Namba 8 alikuwa ni Yahaya Mdasiri Yahaya. Namba 9 Pumelelo Dube. Namba 10 Duke Abuya.
namba 11 Pacome Zouzoua. Hicho ndio kikosi ambacho kimepeleka majonzi Bunju. Umeshika maiki, hiyo maiki nani nisomee, imeandikwaje hiyo? Hii maiki nimeshika, imeandikwa Sultani Uwezo. Kubwa sana. Asante sana, nikushukuru, nikutakie majukumu mema. Nashukuru sana pia na mimi nikutakie kazi njema. Asante. Naona uko na jamaa yako, umevamia ofisi ya jamaa yako. Nipo na mtani wangu bwana, huyu mtani wangu toka Njombe pale. Ni mwanafamilia, lakini siku zote mpira sio ugomvi, sisi ni mashabiki. Lakini za pamoja na utani wetu tuko vizuri. Na ndio maana leo nimewahi hapa kwa jamaa wangu kwamba vipi jamaa wangu kumeshaamka. Maana mtani kwa kweli nimemkanda mara 5 mfululizo. Mpe mic naye hapo. Nashukuru nimetembelewa na mtani wangu. Kwanza nimpe hongera mtani. Hongera kwa kutoa ubingwa, maana amenikanda mara 5, haikuwa rahisi. Amekuja kunipa pole asubuhi mtani wake. Ndani ya maeneo nikiwa Kilingeni hapa, pilika zikiendelea. Kuna mmoja akaniambia kwamba wewe ni fundi wa kushona seat cover, lakini baada ya jana umegoma kabisa kuwashonea seat cover mashabiki wa timu ya Yanga. Kuna ukweli? Au hakuna ukweli? Ndio mtani wangu amekuja hapa, ameniona nipo site kama mnavyoona hivi. Pilika zinaendelea, ndipo ndani ya shughuli zangu za kila siku hapa, naendelea kuwasikia watani, sina baya. Vipi lakini upande wa majukumu yako yanaendaje? Upande wa majukumu yangu bana, namshukuru Mungu, pilika zinaendelea alhamdulillah. Ya jana imekwisha. Tunaangalia msimu, tunajiandaa msimu ujao pale tulipofanya mapungufu msimu huu. Nawatakia viongozi wangu wa Simba wafanye marekebisho makubwa ili msimu ujao tujipange zaidi kuanzia kimataifa, ndani ya nchi na nje ya nchi, ili tufike mbali zaidi kuliko msimu huu. Pale kwenye kikosi cha Simba ungepewa simu umpigie kocha wa timu ya Simba, ungemnong'oneza kwamba ni wachezaji gani hawapige chini kuanzia sasa? Nadhani yeye amesomea, pia ni taaluma yake. Yeye ndo anaona nani mwenye mapungufu zaidi, nani anatakiwa kuondolewa, nani anatakiwa kubaki ili kuongeza nguvu msimu ujao. Nadhani yeye ni mtu mwenye taaluma yake. Hicho siwezi nikamshauri kwa sababu yeye ana taaluma kuliko mimi, ndio maana mimi amesoma na vyeti na yupo pale, ameaminiwa na taasisi kubwa ya Simba, taifa kubwa hilo. Fundi, siku njema. Asante.